Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi ni kueleze yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa haswa katika uwanja wa kisiasa. Ilionekana kuwa siku mrefu kwa Rais William Ruto katika kaunti ya Murang'a alipoenda kufanya ziara ya kuzindua miradi ya maendeleo katika kaunti ya Murang'a, jambo ambalo liliweza kusababisha hali ya taharuki na sintofahamu kushuhudiwa. Rais William Ruto alipokuwa na ziara ya maendeleo ya siku 2 mfululizo katika kaunti ya Murang'a, aliweza kukataliwa na kufukuzwa kupitia baadhi ya wananchi wa kaunti ya Murang'a. Ni kivipi alifukuzwa ama ni kivipi aliweza kukataliwa? Baada ya kuondoka katika kaunti ya Murang'a, kanda ziliweza kuonekana hapa na pale, wananchi wa kaunti ya Murang'a baadhi yao wakichoma tisheti za chama cha UDA, kofia za chama cha UDA, posters za chama cha UDA, jambo ambalo liliweza kuonyesha wazi waliweza kumkataa na kumfukuza katika kaunti ya Murang'a kwa sababu chochote ambacho kinamhusu kwa chama cha UDA kiliweza kuchomwa. Sasa tunajiuliza swali, kwa nini waliamua kuaibisha Rais William Ruto kwa kuchoma tisheti, kofia na posters za chama cha UDA? Kabla tuzama kwa undani, shukuru wote ambao mnazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Karibu nikufahamishe tena zaidi. Unajua siasa zinaendelea kubadilika kila wakati, na kabla ya 2027 tutakuwa tumeshuhudia mengi hapa katikati. Rais William Ruto alienda kule Murang'a kuzindua miradi ya maendeleo ama kuanzisha miradi ya maendeleo katika kaunti ile, na alipoenda katika eneo bunge wakilishi la Kiharu ambapo Ndindi Nyoro ni mbunge wa eneo hilo, hatukumuona Ndindi Nyoro, na kuna miradi ambayo ilianzishwa ikazinduliwa na Ndindi Nyoro. Sasa ilileta taharuki kwa sababu Rais William Ruto naye alionekana kuizindua kwa mara ya pili, jambo ambalo wananchi wa eneo hilo la Kiharu walikataa wazi kwa kuchoma tisheti, kofia na posters za chama cha UDA. Tofauti ya kisiasa ilianza kushuhudiwa kati ya Ndindi Nyoro na Rais William Ruto wakati aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aling'olewa mamlakani. Ndindi Nyoro hakushiriki katika kumuondoa ama katika harakati za kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani, kwa sababu wakati wa kukusanya sahihi za kumuondoa mamlakani Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro hakuwa bungeni. Wakati wa kupiga kura Ndindi Nyoro hakuwa bungeni, alinyamaza, jambo ambalo liliweza kulazimisha serikali ya Rais William Ruto kumuondoa kutoka wadhifa ambao alikuwa anashikilia kama mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. Sasa Ruto alipoenda pale, ni kama wananchi wa eneo lile walionekana kulipiza kisasi kisiasa kwa Rais William Ruto kwa kuchoma tisheti, kofia, posta za chama cha UDA. Ruto alienda pale katika eneo hili lile na kutaka kuchukua credits, yani benefits, kwamba yeye ndiye aliweza kufanikisha ujenzi wa Kiharu Technical and Vocational College ambayo iliweza kukamilishwa, na hata jengo la Mwai Kibaki Block ambalo lilikwisha kamilika, na Ruto akaanzisha kwa mara nyingine ama kuzindua miradi ambayo inasemekana ya kwamba Ndindi Nyoro aliweza kuizindua kabla ya Ruto kufika katika eneo lile. Lakini Ruto alipofika pale, na yeye aliweza kuzindua miradi mingine kama ICT Hub na ujenzi wa nyumba za
wanafunzi, tunasema construction of student hostel facility, aliweza kuzindua jengo la wanafunzi ambapo watakuwa wanalala, liliweza kuanzishwa pale. Lakini kufikia sasa inaonekana hali ya wasiwasi, hali ya taharuki inaendelea kutanda katika eneo la Mlima Kenya, haswa kwa uongozi wa sasa wa Rais William Ruto. Kwa nini? Rigathi Gachagua alikwisha tangaza kwamba Mlima Kenya amefunga. Amechukua ufunguo, ameweka kwa mfuko, hamna yeyote ambaye ataingia pale na kufungua, kwa sababu wamemuondokea Rais William Ruto, na katika uchaguzi ujao wa 2027 watu watapiga kura eneo lingine tofauti. Huenda uwepo wa Rigathi Gachagua, uwepo wa siasa za Rigathi Gachagua, fagilia Mlima Kenya, fagilia wasaliti wote, ndio maana tunashuhudia hali ya sintofahamu, hali ya mtafaruku kushuhudiwa wakati UDA inapofika katika eneo lile, kwa sababu kulikuwa na usaliti mkubwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuondolewa mamlakani, na yeye hapa akasema ya kwamba liwe liwalo na liwe lazima, he will sacrifice to make sure Ruto is a one-term president. Tusikize hiyo. And we shall make whatever sacrifices necessary. We are part of this team and we will walk this journey together to liberate this country, to make sure that William Ruto is a one-term president. Sauti hiyo ni ya Rigathi Gachagua, kumaanisha eneo la Mlima Kenya limeonekana kuondoka katika serikali ya sasa baada ya usaliti kushuhudiwa. Hata kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa ambaye anaitwa Kimani Ichung'wah anakataliwa. Tumekuwa tukifanya uchanganuzi na kuonyesha vile anakataliwa katika eneo la Mlima Kenya, walipokuwa kule Thika alikataliwa. Yaani wale wote ambao wanadaiwa kuwa wasaliti wa kisiasa kwa Rigathi Gachagua wanakataliwa. Kwa hivyo kabla ya 2027 hapa katikati tutakuwa tunashuhudia mengi na tutakuwa tunawafahamisha tunapokaribia uchaguzi ujao kwa kile ambacho kinasemekana ni usaliti mkubwa wa kisiasa. Ndindi Nyoro naye amekuwa akionekana akilaumu serikali ya Rais William Ruto kwa kusema ya kwamba alidai ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao ni viongozi wako na hamu ya kukula pesa za Wakenya kupitia mafuta. Hii ni baada ya bei ya mafuta kupanda katika taifa letu la Kenya, jambo ambalo Ndindi Nyoro aliweza kulipinga, na hata mikopo Ndindi Nyoro amekuwa akiipinga, amekuwa akigonga serikali ya Rais William Ruto hapa na pale baada ya kuondolewa kutoka wadhifa ambao alikuwa anashikilia, na kuwaeleza Wakenya wachukue kadi ili kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ujao umeweza kubadilishwa peupe. Na Ndindi Nyoro hakuonekana katika hafla hiyo ambayo iliweza kuhudhuriwa na Rais William Ruto na baadhi ya mawaziri kutoka eneo la Mlima Kenya na hata naibu rais. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But I have only one request. If you are watching for the first time or you have been watching but you have not subscribed to our YouTube channel, please consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and the video clip, you will be notified automatically that Omakenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also at the WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omakenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.